Wapendwa, jambo, nataka nizungumzie jambo hili moja ambalo mara nyingi linaleta tashwishwi katika familia. Kazi za nyumbani nani anafaa kuzifanya, ni mke, mume, maana watoto wamehusika katika ile familia na ni wadogo ama labda wanaendelea na kukua. You are training them according to the word of God, ya kwamba wafunzeni watoto ile njia watakaoifuata na wakikua hawataisahau. Sasa katika kufunza watoto wako, na nyumbani kuna makazi, nyumbani kuna kuosha vyombo, nyumbani kuna kufagia, nyumbani kuna manguo yatakakunjwa, nyumbani wakati ule labda mara nyingi wa Afrika hawana domestic workers, hawana wafanyikazi wa nyumbani. Na hiyo mara nyingi inaleta shida, maana mama yuenda kazi, labda ni mwalimu, labda yuataka kufanya kazi zake za pale nje apate kitu, aweze kujikimu katika maisha yake na aweze kusupport mume. Mara nyingi ili swali la hizi kazi zinafaa ziwe za nani, aswa huku Afrika ambapo tuliamka na watu hawakufunzwa kazi za nyumbani, wakawa wanajua tukaamka tukijua kwamba kazi za nyumbani ni za mke. And waume wetu wa Kiafrika wakatuwekelea kazi za nyumbani za kulea watoto, kuwapanguza, kuwatoa pampers, kuwaosha zile mavazi, kuosha vyombo, kuhakikisha vyakula vimepikwa, kuhakikisha nyumba iko sawa, kuhakikisha vitanda vimetandikwa. Mara nyingi ule mzigo unaanguka katika mikono ya mwanamke, naye mwanaume anaenda kule nje anatafuta kazi na kuifanya. Na mara nyingi kuna hii swali ambalo linakuja ya kuuliza mwanamke, what are you bringing in the table? Wewe waleta nini katika meza? Unaleta nini? Maana mimi naleta pesa, naleta kulipa nyumba, naleta kulipia watoto karo, wewe waleta nini? Sasa ndio tataka tuzungumzie responsibilities za nyumbani, ili ujue ya kwamba katika kutrain watoto wataka kuangalia mume ambaye ni baba yao. Wakiona baba aoshi vyombo, vijana watoto wako wa kiume wakikua watawachia ile kazi mwanamke. Hawataona kama kufanya kazi za kuosha vyombo ni kazi ambayo inawaangukia. Kwa hivyo wakati watoto they are involved in a relationship, you must know when you are training them to know all things. Kama mnaishi mashambani na labda mnaishi town, ni vizuri watoto wajue kulima ni nini, gardening, digging, labda planting, practically agriculture wajue, because these things ambazo tunaziacha ndizo zinajenga uchumi yetu ama uchumi wetu wa kifedha. Maana ukienda sokoni kutafuta bidhaa vya kununua bidhaa kama vile matunda, kama vile kitunguu, kama vile fruits, zote zinatoka mchangani. Na watoto wetu tunataka kuwafunza mastarehe mengi ya masimu, that is the gadgets, computer, lakini hatuwafunzi practical work. They are watching us, they are watching you father. If you can't take a mopper and mop the house, they are watching you. When that son marries, atakubebesha ule mzigo wote wa nyumba kama vile ameona ukifanya, na atakuwa akiona ya kwamba anadunishwa wakati anaambiwa hasaidie kazi za nyumbani, anadunishwa. Na ndipo ndoa zingine zinasikika kuwa ni ngumu, maana mwanamke anapoingia katika ndoa anaona mwanamume ameketi kwa sofa set, asikii kufanya kazi zozote. Ndipo ukienda to the western countries like America, mwanamke anachangamka kupika, mwanamke anachangamka kumop, mwanamume, I'm talking about the man now, mwanamume anachangamka kufanya kazi na mwanamke naye anachangamka kufanya kazi, because all of them will wake up tomorrow and go to work. Wanachukua washing machine yao, wanaosha nguo. Utapata mwanamume anaosha mpaka nguo za mke wake na kuzianika. Kwa hivyo nasi tuchangamke, tutoe mawazo haya ya Kiafrika katika akili zetu ya kwamba mke wangu ndiye anafaa kushughulikia mambo yote ya nyumbani. This is not a domestic worker. This thing wanaiongelea sana, maana wamama wanasikia kuchoka na wanasikia kushindwa. Ikifika jioni, hata mambo yale ambayo yamebaki ya kule ofisi kuu kitandani wanasikia kuyashindwa, maana wanaona umewabebesha mzigo mwingi. Kwa hivyo remember that there are children ambao wako pale and they pick what they are seeing. Understand that it is your responsibility to keep the house clean, to keep things in order. Na katika mahusiano kuna mtu ambaye mmoja ni msafi kuliko mwingine. Katika mahusiano kuna mmoja ambaye ni mvivu kuliko mwingine. So let us carry tubebehane mizigo yetu, ndiposa ile kazi isikue ngumu kwa mmoja kwa mwingine, ili jina la Mungu wetu liweze kutukuzwa. Kwa hivyo watu wa Mungu, ninawahimiza wakati kama huu tujue kwamba tunapomtumikia Mungu ni kutumikia hizo kazi ndogo ndogo. And what adds the spice
Wakati unachukua the Maggi ama the cube kuweka katika mboga, it brings a different taste. Kwa hivyo the whole thing changes. So you man, you father, when you are doing small chores in the house, like maybe help like once in a while cook, help once in a while mop the house, help once in a while to nurse the baby, help once in a while to drop the children to school, this woman really feels comforted to see you chipping to do these things. Kwa hivyo watu wa Mungu, tujue kwamba sisi ni wanadamu na wanadamu huchoka katika njia moja ama nyingine. So tusiachie kazi mama peke yake. Kwa hivyo unapoona kazi unaziachia mke, watoto wako they are learning. I told you children learn first from the parents. Wanasoma kitu cha kwanza kutoka kwa mzazi, na hicho ndicho wanakibeba kule duniani. Kwa hivyo husbands, please contribute to the house duties ama the out chores. Contribute so that when you are building the home, you have to understand it's a teamwork. The woman is not a team alone. She is a team when you are there. Manguo kama mna watoto 5 na mna mfanyikazi, who will fold all those clothes? And maybe this lady in the morning she is going to work. Inakuwa the house inakuwa a burdensome. But when you chip in after umetoka kazi, unamsupport here and there, unahakikisha mambo ya nyumbani yako sawa, hii ndoa inakuwa easy and mambo inakuwa workable kwa utukufu wa jina la Bwana. Kwa hivyo if the children are involved, please train them, and the first training is what they are seeing. Children learn from the environment that is seeing. Kama unapiga mke, the children are seeing, tomorrow they will practice what they saw. If you are drinking and you are smoking, kama wanywa pombe na kunywa mazigara zako, tomorrow watoto wako wanafuata ile njia, maana wanaona kile unachokifanya. How you are treating this mother. Maana watoto wanataka waone umetreat mama yao kwa upendo. Ukimtreat kwa upendo watafurahia sana. But when unamdunisha mama yako, tomorrow utakuwa unatreatiwa si vizuri sana. So let us man up men, man up our brothers, tuweze kujua kwamba nyumbani, ndoani, katika nyumba yako unayoita huku ni kwangu, huku ni boma yangu, hii ni ndoa yangu, huyu ni mke wangu au mtoto wangu, we are a team. And when the children are learning, seeing you do something, coming maybe early to teach them, train them in their homework, telling them do this, do that, before you beat them and shout for them, kabla uanze kuwapiganishia kelele, kwanza wafunze and continue to remind them. When they grow up, they will not forget. I love you, people of God. I'm praying for you, for the Lord to strengthen you, to understand that marriage is a priority and marriage is a thing of God. Yes, that man is the head of the family, but that head carries everything. This one is just mifupa, but the head carries everything, the eyes, the ears. Kwa hivyo responsibilities za mwanaume ni nyingi, lakini naye amepewa na neema na Mungu ya kubeba boma yake na ndoa yake. Usichoke baba, kesho kuna matunda. Usichoke kupalilia, usichoke kuweka hiyo manua katika boma yako, usichoke kubeba mzigo wa ndoa yako, usichoke kufurahia, usichoke hiyo mambo yote. Mambo yakizidi hunga, please tafuta vile mtakaa chini na myaongee. Thank you so much.